Na mtazamaji, ni natumaini ni mzima wa afya na buheri wa afya. Karibu katika uchambuzi wa mchezo wa ngao ya jamii kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports, baada ya klabu ya Young Africans kutoa ngao hii kwa mara ya 10 kwenye historia ya ngao ya jamii. Aswa tutaangalia matukio ambayo yalitokea katika mchezo husika na performance ya muamuzi pamoja na wachezaji mmoja wa kila timu. Tukianzia kwa klabu ya soka ya Simba, dakika 15 mpaka dakika 20 za kwanza Simba dominate mchezo vizuri, lakini ufanisi na ukatili kwenye eneo la ushambuliaji ilikosekana ndani ya kikosi cha Simba. Aswa hata ukiangalia flow ya timu ikiwa anacheza inatoka kuanzia chini kwenda katikati, phase ya mwisho eneo la 18 la mpinzani wao hawakuweza kutengeneza matukio hatari zaidi kwenye dakika 20 za mwanzo. Lakini ukiangalia Simba sasa kwenye mechi hii ya kimashindano, mechi ya ngao ya jamii, kuna shaka inakuja kwa upande wako, na hata mimi pia nimeingia na shaka sana. Kama wamemsajili striker Ibrahim Dumbia ambaye walikuwa tegemea na kuja kuwapa kitu kikubwa ndani ya timu, kuofa kwenye eneo la ushambuliaji, lakini akuofa kitu kama hicho kwenye mechi ya jana. Ukiangalia muda wote Simba walikuwa dominate dakika 20 za kwanza, wamedominate mchezo, lakini eneo la kutengeneza nafasi ya kuconvert kupata goli ilikuwa ni ngumu, kwa sababu mbele wana mshambuliaji ambaye ni asili namba 9 ambaye ni Ibrahim Dumbia, lakini hawa viungo bado hawajakop na yule mshambuliaji kujua mikimbio yake ipi sahihi na ipi si sahihi. Kwa upande wa Simba changamoto ndio eneo la kutengeneza nafasi. Hata kocha mwenyewe alikiri kwamba dakika 20 za mwanzo, dakika 15 za mwanzo tulienda kujaribu kuwa force Young Africans wafanye makosa naye kwenye eneo lao la kujilinda kama kwenye safu ya ulinzi. Hata ukiangalia mechi ilivyokuwa, eneo la ulinzi la Young Africans kwenye dakika 20 za mwanzo haikuwa umakini mkubwa huo, lakini waliweza kumaintain ile tempo ya mpinzani wao, waliresolve mashambulizi na kuweza kumaintain kwenye ile dakika 20 za mwanzo. Kutoka kwa dakika 20 za mwanzo ya Africans walikuja wakabadilisha style ya game plan yao, wakatoka kwenye eneo la kubaki nyuma na kujilinda zaidi kwenye eneo la Yanga. Lakini kuanzia dakika ya 20 kuendelea mbele, Yanga walipoingia ndani kuingia kwenye mchezo husika haswa, tukaiona Yanga kana flow, tukaona mashambulizi yanaanza kutengenezwa, ambapo eneo lao ilikuwa la kutafutia walitega kufanya mashambulizi eneo la kushoto ambao ni eneo la kulia kwa upande wa Simba, ambapo kulikuwa nakosekana mlinzi ambaye mwenye uwezo wa kukaa kwenye eneo hilo kwa muda mrefu na kucheza kwenye eneo hilo. Shomari Kapombe akawa cheza Duchu, tukaona madhaifu kadhaa ambao kwenye eneo la namba 2 upande wa Simba. Ukimwangalia Duchu alikuwa anafanya kazi yake vizuri, lakini Libasi ya Gene pia anafanya kazi yake vizuri. Shindwa kuelewana kwenye dakika 30 za kipindi cha kwanza, dakika 31 ile ndio maana ikatokea goli. Ukimwona Duchu alikuwa katika eneo sahihi, aliingia ndani, alikat in kwenye eneo la box la Simba, akaenda kuongeza namba nyingi ya walinzi ndani ya eneo la hatari zaidi kwenye eneo la box la Simba. Lakini kwa upande wa Libasi ya Gay alikuwa anatakiwa afanye movement ya kwenda kublock ule mpira Shadrack Kiboka asipige cross ya kuingia ndani, lakini dray yake ya Libasi ya Gay ikasababisha Shadrack Kiboka kanapiga cross ambayo kwa kwenye comfort hapo eneo la wazi la uwanja, anapiga cross ndani, na tule timing yake ikamchelewa. Tukamwona Albert Kangwanda akimuini tule kwenye eneo la box la Simba, akaenda kupiga kichwa ambacho kilikwenda kuzaa bao. Sasa kwenye makosa kama hayo ambao kwenye timu kama ya Simba hayapaswi kufanyika, na ukiangalia Simba wanaenda kucheza michuano ya kimataifa na huko Yanga nao wanacheza michuano ya kimataifa, kipimo sahihi wamekiona sasa kwenye mchezo wa jana zidi ya Young Africans, kwamba wao bado timu yao kuiboresha zaidi kwenye kila maeneo, ambapo hata mtu akikosekana kusiwe tena kuna uhitaji wa mtu mwingine kwenye eneo hilo, hususan eneo la namba 2. Japokuwa na Nathan Chilambo wa kucheza amesajiliwa na kikosi cha Simba, yote tukamjaji, lakini sasa kujaji wachezaji ambao walikuwa wameanza kwenye eneo la ushambuliaji kwa Ibrahim Dumbia, Simba anapaswa ongeze striker mwingine ambaye mwenye ukatili kwenye eneo la lango la timu pinzani. Hata viungo washambuliaji pia waweze kuelewa mikimbio ya mchezaji wao anayecheza kwenye eneo la ushambuliaji, mchezaji mwenzao anayecheza kwenye eneo la ushambuliaji. Huku kikosi cha Young Africans ukiangalia kimesajili kwenye mahitaji muhimu ya timu ambao imewapelekea kufanya bora zaidi katika mchezo wa jana. Ukimwangalia
golikipa Djigui Diarra alikuwa comfortable, ambapo Simba mpaka dakika 89 unakuja kupata on target ya kwanza, huku Yanga wakiondoka kwenye kipindi cha kwanza kupiga mashuti matatu, on target moja ambayo ilizaa goli na Albert Kangwanda, na off target mbili. Ukiangalia mchezo mzima dakika 45 za kwanza Simba akupiga on target ya aina yoyote, akupiga shuti la aina yoyote kwenye lango la mpinzani. Hata off target alikuwa on target alikuwa hakuna kwenye eneo la ushambuliaji wa Simba, lakini kwenye eneo la ushambuliaji wa Yanga alikuwa na on target moja na goli moja. Walipiga shuti tatu ambapo mbili zilikwenda off target na moja likaa ndani ya on target likawa goli. Kwa hiyo kama Yanga wamesajili wachezaji ambao kwenye mahitaji yao ndani ya kikosi cha timu, ambapo walihitajika mahitaji ya wachezaji ambao kwa wasajili kwenye kikosi cha Yanga. Kwa hiyo ukiona Simba sasa wanapaswa na waboreshe kwenye maeneo yao ambapo kuna mapungufu kwenye eneo la ushambuliaji, kwenye fullback namba 2, japokuwa hatujamwona Thierry Chiramba kucheza kwenye mechi ya mashindano makubwa kama haya Simba na Yanga, na huku Simba ikielezwa tetesi zinasema kwenye eneo la ushambuliaji wamekati chini sana kuzungumza na striker ambaye alikuwa chezea Egadi Lukongo ambao iliocheza siku ya wananchi kama mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Egadi Kongo ambao walifunga goli mbili kwa moja. Kwa hiyo kama Simba wataweza kumpata mshambuliaji huyo itakuwa ni bora zaidi kwenye eneo la ushambuliaji wao. Ni kwamba Simba bwana wapungufu kwenye eneo la ushambuliaji, huko sasa zikieleza kwa wachezaji wa ndani wanamwania mshambuliaji kutoka Mashujaa Ismail Mgunda ambaye inatajwa kwamba tayari Simba imemalizana naye kwenda kuchukua nafasi ya Selemani Mwalimu ambaye ni kama mchezaji mzawa kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini wa kimataifa inaelezwa huyo mchezaji ambaye anacheza timu ya Egadi Kongo ambayo ilicheza na Young Africans siku ya wananchi alifunga magoli mawili. Kama Simba ndio kumpata mchezaji mshambuliaji huyo ambaye miaka 20 itakuwa ni eneo sahihi, pia wakaenda kuongeza kile kwenye eneo la ushambuliaji wao, huku ikieleza tetesi inasema kama watampata mshambuliaji huyo Loemba atakuwa ni mbuzi wa kafara, anaweza kaliwa kichwa kwa kikosi cha Simba. Huku Simba na Tanzania zikiendelea bado wanasema hajamaliza usajili, wanamtafuta kiungo namba 10 X factor wao. Japokuwa kuna taarifa zinasemekana kwamba Simba shameza na Faisal Salum Feitoto, lakini haijawa official. Kwanza ni mchezaji wa Azam, Tukili mchezaji wa Azam, atumekea mkataba ndani ya Azam, lakini Simba amefanya mazungumzo naye katika kambi yake, wamekubaliana na terms za mchezaji, amekubali kwenda kujiunga na klabu ya soka ya Simba, huku bado anashawishi kwenye uongozi wa Azam kwenda kumalizana nao kwa kuingizia fedha, lakini Azam FC walikuwa wanademand kupata takriban ya pesa za Kitanzania zenye thamani ya bilioni 3 kwa kiungo Faisal Faida Sufi. Tuamia katika kikosi cha Young Africans mchezo wa jana, Yanga walikuwa bora, ndio maana wameweza kushinda mchezo huo. Ukiangalia katika eneo la goalkeeping, Djigui Diarra hatuwezi kuelezea ubora wake miaka yake yote kila akicheza ndani ya kikosi cha Yanga. Huyu kwanza kwa watu wengi ambao msijua kwamba ndani ya Yanga wamekuja wachezaji nyota wengi wa kimataifa ndani ya misimu mitano, lakini Djigui Diarra ni nyota ambaye pekee mpaka sasa ni mlinda mlango na nyota kimataifa ambaye amekuja na misimu mitano ndani ya klabu ya Yanga, performance yake ikiwa ni bora, akishua kidogo anaongeza pale alipokosea. Ndani ya misimu mitano Djigui Diarra ndio nyota ambao kigeni amesajiliwa ndani ya kikosi cha Yanga. Djigui Diarra peke yake ndio bakia ndani sasa kwenye msimu wake wa 5 akiwa ndani ya kikosi cha Yanga, kivaa jezi ya Young Africans ndani ya misimu mitano toka amekuja 2021 mpaka sasa hii bado amesalia ndani ya kikosi cha Yanga. Wamekuja wachezaji wengi nyota ambao walikuja kina Seni Kouma, walikuja wakina nani hawa, wakina Aucho ameondoka, Mayele ameondoka, wale nyota ambao wakina Stefan Zikiwa ameondoka, japokuwa wanashona kurudi tena kikosi cha Yanga. Kwa nyota wale wakubwa ambao kimataifa walioondoka zaidi, lakini Djigui Diarra amesalia kubaki na kikosi cha Yanga na misimu mitano mfululizo. Kama Yanga ameweza kumbakisha Djigui Diarra mara 5 misimu mitano mfululizo, kwa hiyo Simba wanapaswa sasa kwenda kutengeneza timu ambayo hata misimu mitano kwenda unaweza kumbakiza mchezaji ambaye unaamini ni msaada ndani ya kikosi chako, anaweza kusaidia. Huku kwenye eneo namba 2 Atola Kwasi alikuwa kwenye performance nzuri, alikuwa anacheza vizuri katika eneo lake kule, akiwa asaidiana na Zoane ambaye alicheza kama winga katika upande wake wa kulia. Kwa hiyo namba 2 yao Kwasi na Zoane kidogo kuna kitu kile kinaonekana, yao kuna dakika alikuwa anashindwa kwenda kushambulia, japokuwa kwa dakika 20 za mwanzo akuingia katika mchezo Simba walikuwa bora katika dakika 20 za mwanzo, lakini walipoanza kugain momentum Yanga kaingia katika mchezo na Simba ikashindwa kupenetrate mbele ya Young Africans. Lakini upande wa Shadrack Kiboka namba 3 walicheza vizuri, aliweza kutengeneza goli moja katika mchezo wa jana ambao Albert Kangwanda akishinda katika upande huo alikuwa anacheza na Shadrack Kiboka. Ukiangalia link up yao kati ya
ya Shadrack Boka na Albert Kangwanda kama naweza kusema walicheza ndani ya misimu miwili au mitatu. Lakini hao wote wacheza upande mmoja, ambapo huyu Albert Kangwanda ndo msimu wake wa kwanza na mechi yake ya kwanza kubwa ambayo yenye imekwenda kumtambulisha katika ligi kuu Tanzania bara kwenye ngao ya jamii dhidi ya Simba Sports Club, na anakwenda kufunga katika mchezo wa kwanza mkubwa wa dabi ya Tanzania akifunga goli lake la kwanza dakika 31 dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo imeanza kumjenga kupata confidence na kuelekea msimu mpya na kuelekea michezo mingine inayoshiriki Young Africans. Kwenye namba 4 katika sentafu 4 na 5 kati ya Ibrahim Baka na Bakanondo Mwamnyeto, tumezoea ile pacha akicheza kwa muda sasa baada ya Dickson Jobu kuumia na kikosi cha Yanga. Ukimwona anatoa product nzuri ndani ya kikosi cha Yanga, wameanza kucheza vizuri, lakini dakika 20 za mwanzo kuingia katika mchezo, walipokuja kuingia katika mchezo safu ya ulinzi ya Yanga ilipotulia, tukaona Yanga ikiwa na flow kama kawaida. Kwenye la midfield akicheza kama Duke Abuya, alicheza performance nzuri sana, Max Zingibe pamoja na Mudathiri Yahya. Hii ni backbone ya Yanga ambao msimu unatamatika na misimu kadhaa ikicheza katika eneo la kiungo, na jana aliendelea complement mbinu zao hivyo kwenye eneo la kiungo. Manoba Ngiti alichagua kuenda na safu ya kiungo ambao alimaliza msimu ambao ilitoa ubingwa kwa Young Africans. Kwa hiyo kama Yanga wameweza keep wachezaji wao ambao ni bora na kocha na kwenda kuwatumia katika mchezo ambao mkubwa, wameweza kupatia matokeo. Kwa hiyo Yanga bado na kikosi ambacho kinaenda kushindana na timu ya aina yoyote. Kwa upande wa ushambuliaji tumemwona Peter Shalulile Man haina haja tena ya kumuelezea ubora wake na thamani yake. Japokuwa alipata nafasi moja na akashindwa kuiconvert, ambao ni mawasiliano kati ya Tule na Lucien Delok. Alipiga pasi ambao ilikwenda kwa Zuani, Zuani akampatia Peter Shalulile. Shalulile akashindwa kuconvert ile nafasi. Kwa hiyo uwezo kabisa kwenye kosa moja, lakini upande wa Young Africans jana ilikuwa bora, anaweza kufanikiwa kushinda mchezo huo. Huku Simba ikitoka kichwa chini baada ya kucheza dakika 90 kupata on target dakika 89, ambapo anakuja kupiga on target ni kijana kutoka Coastal Union Bakari Msimu, na akipiga kichwa Djigui Diarra akasave, akauchukua mpira akaudaka, akaanzisha mashambulizi tena. Kwa hiyo Simba walikuwa na uhaba wa kutengeneza nafasi katika mchezo husika wa jana, lakini Yanga walikuwa bora, ndio maana waliweza kushinda mechi hiyo. Wakisema mwakani tena, basi tajiri amemaanisha kwanza mwakani tena. Wameweza kutetea ngao ya jamii kwa mara ya kwanza na kutimiza ngao ya jamii mara 10 mfululizo kutoa ngao ya jamii, huku Simba ikibakia kwenye mara 7 mfululizo. Na historia ya ngao ya jamii, timu zilizochukua ngao ya jamii ni Simba, Yanga, Azam na Mtibwa Sugar. Yanga akichukua mara 10, Simba akichukua mara 7, Azam akichukua mara 1, Mtibwa Sugar mara 1. Hii ilikuwa ni uchambuzi wa mchezo wa ngao ya jamii kati ya Simba na Yanga. Mimi ni Humphrey Kamilo, ni Kabe Media. Endelea kutufuatilia kwenye pages za Instagram, Facebook, TikTok na Twitter, ambapo unaanza kupata maudhui bora na vipindi bora kutoka hapa kwa Kabe Media. Nikutakia asubuhi njema. Bye bye kwa sasa, wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.